wangu, vipi tena kulikoni? Unakuwa tena na huzuni zako. Shida nini? Bado hajaisha na Brian. Daketi. Wacha tu ndugu yangu. Kuna nini tena? Mimi hata sielewi. Yaani kila siku mambo yanazidi yanabadilika. Niambie. Shida nini tena? Au kwa kutimua tena mdogo wangu na uzuri wote unatimuliwa ghetto na mwanaume. Niambie, funguka, kuwa wazi. Mimi ndo dadako. Ikishindikana kama umeshindwa kumuomba msamaha, umeshindwa kusamehe, mimi nitamfuata niende kuongea naye. Wewe kuwa wazi, niambie na tukio gani lilikuta? Jana nimeenda kwa Brian. Sawa. Hivyoenda. Ile tunafika pale gate ni kwani. Ile naingia ndani. Napisha na mwanamke. Mtume. Mwanamke tena? Ikawaje? Ninapokujua mdogo wangu na pressure zako kukuzimia, au wewe mwanamke amekuzidi nini? Maana kwa hizi huzuni inaonekana ile ni bisikali zaidi yako wewe. Mdogo wangu anakujua unajiamini sana, shida nini? Au ni mzuri sana na kuzidi? Mwanamke mwenyewe basi anaeleweka. Hata kama haeleweki, kwa nini usijiamini? Ikawaje? Mimi najiamini sana. Lakini hicho ni kukuta dadangu. Nimeenda pale, nimefika, nimeongea. Nimemaliza. Itakuwa hapo nikaambiwa. Toka hapa. Yaani sitaki nikuoe, yaani sitaki huo mguu wangu. Kwa mara ya pili tena. Kwa mara hizi. Kuna mwanamke upoje? Au ni mrefu nini? Maana Brian na kile kimo inaonekana amepata kitu kirefu kinakuzidi. Na mwanangu kimode fulani hivi, yaani kipo tu nini? Nikutenda zetu kazi na achana na hayo mawazo ya Brian. Najua kwa Brian utaenda mtamaliza. Au kama vipi? Najua Junior mdogo wangu usibaki na vile ana hela. Hebu achana na hayo mawazo, twende zetu kazi. Ukishindwa mimi nitamfuata, nitaenda kuongea naye. Tuone mwisho wake. Au unasemaje? Au sitaki kuingilia mahusiano yenu? Hapana. Wewe dadangu. Watakuwa tu ni mimi. Tuongee, tunaenda zetu kazi, achana na hayo mambo ya wanaume, tukatafuta zetu kazi au sio? Ili tuwe na pesa zetu. Unakaa unawaza